Mpendwa msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Lindi FM, na kusalimia tarehe hii ya leo katika jina zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni asubuhi nyingine tena ambayo Mungu ametupa kwa neema kubwa, nami nakuletea neno la siku, neno la kiroho sana. Hebu funika macho yako tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa siku hii njema na kwa msikilizaji wangu huyu. Naomba maneno haya kwa umuhimu wake, ayape umuhimu ndani ya moyo wake na utulivu, maana ni maneno yanayotaka mtu aliyetulia aweze kuyafaidi na kuyaelewa sawa sawa. Nami nisaidie kunena neno lako kwa ujasiri wote na kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Miliki akili zangu, unitawale Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Leo nataka tusome Wakorintho wa pili sura ya 4. Korintho wa pili sura ya 4 na ule mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Leo nataka kuzungumza na wewe juu ya utu wetu wa ndani, jinsi ulivyo wa muhimu sana mbele za Mungu kuliko utu wetu wa nje. Utu wetu wa ndani jinsi ulivyo wa muhimu sana mbele za Mungu kuliko utu wetu wa nje. Mtume Paulo wakati anaandika maneno haya kwa ufunuo mkubwa, alitaka tuelewe tofauti iliyopo kati ya utu wetu wa nje na utu wetu wa ndani. Aliandika mambo haya kwa ufunuo mkubwa sana. Utu wetu wa nje anaeleza kwamba kadiri unavyozidi kuchakaa, au kadiri unavyokuwa unazidi kupita katika mambo magumu zaidi, ndivyo unavyozidi kuchakaa na ndivyo unavyozidi kupoteza thamani yake. Lakini utu wetu wa ndani alieleza kitu kikubwa sana. Unaona, kadiri tunavyozidi kupita kwenye mambo, majaribu, mapito, mateso, tukayavumilia kwa sababu ya kumpenda Yesu, basi utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Ni maneno ambayo nitataka unisikilize sana, maana ni maneno ya ndani sana. Ndio sababu anasema dhiki yetu. Alipozungumza kuwa anasema dhiki yetu, unaona, alikuwa anajua ya kwamba mapito au tabu au majaribu tunayoyapitia anayaita yeye ni ya muda mfupi. Kwa nini anayaita ya muda mfupi? Analinganisha na furaha ambayo utu wa ndani kama utaimarika na kusimama vizuri na Bwana, tutakaposhinda baada ya mwili huu maisha ya milele na milele tutakayoyaishi mbele za Mungu pamoja na marupurupu yote atakayotupa Baba yetu. Ndio sababu akakaza kwa kusema ni muhimu sana macho yetu yasiwekwe kwenye vitu hivi vya muda hivi ambavyo anaviita ni vitu vya muda mfupi. Hata kama ni magari ni ya muda, hata kama ni vyeo ni vya muda, hata kama ni fedha ni za muda, hata kama ni dhahabu ni za muda. Unakuja wakati hivyo vitu vyote tunaviacha. Kwa hiyo akasema katika safari hii mtu atakayefaulu sawa sawa ni yule ambaye macho yake atayakaza kwa kuangalia vitu visivyoonekana.
vitu visivyoonekana. Labda nikupe tena ufafanuzi mwingine kwamba utu wa nje inamaanisha mwili huu ambao saa zote tutakapokufa utaoza, utaharibika, utapoteza thamani yake. Hata kama tunaupenda kwa kiwango gani, lakini thamani yake itaisha kabisa. Kwa hiyo kumwacha Yesu au kuikana imani kwa sababu ya vitu hivi vya nje, utakuwa unajidanganya sana, maana ni vitu vya muda mfupi tena ambavyo vinapita kwa haraka sana. Anapozungumzia utu wetu wa ndani kiroho, alikuwa anamaanisha roho yangu au roho ya kwako, ambayo roho inamaanisha nafsi yako ambayo inabeba akili, inabeba utashi, alafu inabeba na hisia zako. Unaona, unapoendelea kupita kwenye shida, kwenye majaribu, kwenye mapito ya aina yoyote ile, unapokuwa unapita lakini ukakaza imani yako kumpenda Yesu, Paulo anaandika kwa ufunuo mkubwa sana kwamba utu wako wa ndani unafanywa upya sana. Yaani uzima wa Kristo unakuwezesha kuwa na ufahamu wa hali ya juu hata unapokuwa unapitia katika tabu kubwa. Unaona, ule uzima wa Kristo unakuwezesha, unawezesha utashi wako, unawezesha hisia zako, unawezesha akili zako kuwa imara na kufanana kabisa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye saa anapita kwenye dhiki ambazo na sisi tunapitia. Yesu alikuwa katika fahamu zake, katika hisia zake, katika akili zake, katika utashi wake na katika hisia zake. Yeye aliendelea kumpenda Mungu zaidi na zaidi, kwa sababu alikuwa anaangalia baada ya tabu hiyo nini kitakachotokea. Ndio sababu nikakwambia msikilizaji wangu, ujumbe wangu asubuhi ya leo, natamani sana uwe makini na uwe mtulivu ili uweze kunifuatilia. Unaona, maana matatizo ambayo yataendelea kutupata sisi ambao tumeokoka, dhiki ambazo zitaendelea kutupata sisi ambao tumeokoka, lakini tukabakia kwa waaminifu kwa Mungu. Unaona, tukabakia kwa waaminifu kwa Mungu, siku tutakapoondoka duniani tukafika mbele za Mungu huyu ambaye ametuokoa, na tukavikwa heshima ambazo nitakueleza huku baadaye Yesu alizovikwa, utaona tatizo lako na jaribu lako nalolipitia kama kitu kidogo sana, kidogo sana. Ni swala la ufahamu, ni swala la ufahamu. Sasa hili ni jambo la muhimu sana kulielewa, ili usije ukawa na kata tamaa kwa sababu ya dhiki unazopitia, majaribu unayoyapitia yakakufanya ufe moyo. Hapana, lazima uelewe kwamba dhiki zile, mwili wa nje unachakaa, mwili wa nje unaonekana kama unakosa 1, 2, 3, 4, lakini utu wa ndani, maadamu umekaza macho yako kumtazama Yesu, utu wa ndani wenyewe unaimarika, unafanywa upya wenyewe, unaona, unasogezwa kufanana na Yesu kabisa. Sasa hili ni jambo la muhimu sana, jambo la muhimu sana. Katika Warumi ile sura ya 8, Paulo alilifafanua jambo hilo, akaeleza ule mstari wa 18, Warumi 8 na ule mstari wa 18, anasema, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu baadaye. Yeye alifika mahala, kwa sababu Paulo alikuwa na neema, kwa sababu yeye alichukuliwa mpaka mbingu ya 3, na alipochukuliwa mpaka mbingu ya 3 akaona mambo ambayo Biblia inasema haijuzu mwanadamu ayanene. Kwa hiyo aliporudi, Paulo hakuangalia tena utu wa nje, hakuangalia anapigwaje, hakuangalia anapita dhiki gani. Amepita dhiki nyingi sana, lakini anasema
hayo yote, mateso yale alikuwa na yahesabu si kitu, unaona, akilinganisha na ule utukufu aliyouona ambao atakwenda na yeye kushiriki. Kwa akahesabu mateso ya mwili wake kama kitu cha muda sana, jambo ambalo tunataka uwe na ufahamu huo. Msikilizaji wangu unayenitazama, naomba sana, maana mara nyingi sana mwili huu unatamani sana vitu vya nje hivi vinavyoonekana, na unapovikosa basi unajikuta unahuzunika, unasononeka, yani unakosa raha. Lakini aliye katika roho, ambaye utu wake wa ndani unamtazama Yesu vizuri zaidi, yeye dhiki hizi anajua ya kwamba ndizo zinazomwandalia utukufu mkubwa sana. Lengo kubwa la dhiki na mateso kwa wateule ni kutuandaa, unaona, ni kutuandaa baadaye tutukuzwe pamoja na Kristo Yesu katika maisha yajayo ya milele. Yesu alipotukuzwa na Mungu Baba yake, Yesu hakukumbuka tena mateso ya msalaba aliyoyapitia. Alipolinganisha na heshima na utukufu aliyopewa na Mungu Baba yake, Yesu hakukumbuka tena mateso ya msalaba, hakukumbuka tena, sababu utukufu ule ulikuwa mkubwa sana. Heshima aliyopewa ilikuwa ni kubwa sana, kiasi kwamba hakuweza kukumbuka tena yale mateso ya msalaba aliyoyapitia. Hii ni siri ya ajabu. Yani tunaishi hapa, mtu unapookoka, uliyeokoka, ishi duniani ukijua hapo unapita ni kwa muda. Kuna mahala tunakwenda kwenye maisha ya milele. Kuna mahala tunaenda kwenye heshima tukufu kuliko heshima za wanadamu duniani. Kuna mahala tunaenda kwenye vyeo na nafasi isiyo zungumzika kibinadamu, heshima tutakayopewa na Mungu Baba mwenyewe. Ni ajabu sana. Tunaenda katika jiji ambalo wataingia watakatifu tu kule, na ukiingia katika lile jiji ni la ajabu sana. Nitakueleza siku moja. Kwa hiyo eneo hili la utu wa ndani ndio sehemu ya muhimu sana mbele za Mungu, na Yesu ilibidi alitolee ufafanuzi ili watu waweze kumuelewa. Maana kuna wakati hata hivi ninavyozungumza utu wa ndani na utu wa nje, unaona, naweza kuwa naanzisha maswali fulani ndani ya moyo wako. Ni kama nikupe mfano tu mzuri. Ukichukua sindano, daktari anapokuwa anakuja kukuchoma, wewe unaona sindano maumivu yake, unaona, lakini daktari anaona tofauti. Anajua sindano hii, anaona uzima kupitia sindano hii. Ni sindano ile ile, mko watu wawili pale, daktari na wewe mgonjwa. Wewe mgonjwa utaona maumivu utakayoyapata kupitia sindano, unaona, utaona maumivu utakayoyapata kupitia operation. Lakini daktari anaona uzima utakaoupata kupitia sindano. Sasa na masuala ya uzima wa ndani na uzima wa nje ni hivyo hivyo, ni hivyo hivyo. Yesu akasema katika Yohana ile sura ya 16, Yohana ile sura ya 16 na ule mstari wa 17, Yohana 16 mstari wa 17 na kuendelea. Baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Basi walisema, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo, bado kitambo kidogo, hatujui analosema. Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaloulizana, ya kuwa nalisema bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona. Anasema, amini amini nawaambia ninyi, mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Akaona bado hawajaelewa.
Akasema mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akija kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Yesu akatoa mfano mzuri tu kwa mwanamke anapokuwa ni mjamzito na ikafika saa ya kwenda kujifungua. Kwa wote sisi ambao tumefanya kazi hospitali, udhani kwamba mwanamke atabeba mimba tena, kwa malalamiko anayokuwa nayo na maumivu anayokuwa anayapitia. Na saa ile ya kuzaa haijalishi kwamba wewe ni askofu wake au ni baba yake au baba mkwe. Usipokimbia yeye atavua nguo zote, anabaki tu uchi. Anakuwa anaona hata zile nguo kama ni kero, anajimwaga tu, yuko wazi kabisa. Sasa saa ile anaweza kuwa anasema maneno magumu hata ya kumlaumu mume wake kwa nini alimpa ile mimba, tabu kubwa. Sasa saa ile ukimwambia utazaa tena hakuelewi, lakini akishazaa mtoto, Biblia inasema hakumbuki tena ile dhiki kwa sababu ya kuzaliwa mwana ulimwenguni. Na baada ya muda, mwaka mmoja, unakuta tena ni mjamzito anazaa. Kinachomfanya aendelee kuzaa, unaona, ni ile furaha ya kujua kwamba watoto hawa watakuwa baraka kwake, wataleta heshima kwake, na kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Kwa hiyo Yesu akawa anamaanisha kwamba alipowaambia swala la kifo chake, wanafunzi walihuzunika. Yesu kwa kuwa alikuwa anaona mbele, utu wake wa ndani ulikuwa si wa dunia hii, anajaribu kuwadokeza hata wanafunzi, anaona wanahuzunika sana. Ikabidi awafunulie kwamba nitakapofufuka hamtahuzunika tena. Kutoka kwangu kule kaburini hamtayakumbuka mateso ambayo mimi nimeyapitia, na badala yake mtajaa furaha, na furaha yenu hakuna atakaye waondolea. Haya ni maneno makubwa sana, tena sana, ambayo nataka uyaelewe leo. Nataka uyaelewe leo. Kwa hiyo naposema maneno haya nayasema kiroho sana. Hebu tusome kitabu cha Waefeso, ile sura, Waefeso ile sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza na ule mstari wa 17. Nisome haraka haraka. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Paulo ilibidi awaombee Waefeso sala kubwa sana, unaona, maana pasipo ufunuo wa Roho Mtakatifu katika utu wetu wa ndani, haiwezekani, au niseme ni vigumu kwa mwanadamu wa kawaida kuelewa hili ninalolizungumza. Ni vigumu kuelewa hili ninalolizungumza kabisa. Ni vigumu kuelewa heshima, unaona, zinazotungoja. Ni vigumu kupokea hekima za kiroho, unaona, hizi ninazozungumza ni vigumu sana.
ni vigumu sana. Lakini mtume Paulo anataka Wakorintho waelewe wazi kwamba maarifa au hekima au uwezo wa kumjua Mungu na nguvu zake hauji kwa mtu kwa njia ya utafiti sana wa kibinadamu, bali kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Somo lingine nitakuja kuzungumza na wewe habari za Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo anahusika sana na utu wetu wa ndani. Kwa hiyo hapa anawaombea. Mstari wa 18 anasema macho ya mioyo yenu, sikiliza hapa, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Yakitiwa nuru mtajua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wake na utukufu wa urithi wenu. Utajua na ubora wa ukuu wake na uwezo na mambo mengine utajua. Macho yenu kutiwa nuru. Kwa nini anawaombea macho yao kutiwa nuru? Dhambi au dunia hii mara zote imetia giza ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu au nafsi ya mwanadamu inapokuwa imetawaliwa na dhambi, haoni kama kuna uzuri kule juu mbinguni. Haoni kama kuna maandalizi bora ambayo Bwana ameenda kuyaandaa kwa ajili yetu. Yeye macho yake anayabakiza katika ulimwengu huu na vitu hivi vinavyoonekana vya ulimwengu huu. Ndio sababu mambo ya Mungu kwake yanakuwa ni mzigo. Lakini Roho Mtakatifu atakapokuja ndani ya mtu anapookoka, anahuisha utu wetu wa ndani. Macho yetu ya ndani yanauona utajiri na ubora na uzuri na ukuu wa Bwana Yesu, kiasi kwamba tunaikinai hii dunia. Haitubabaishi tena. Hakuna kitu kinachoweza kumuondoa mtu aliye hai katika utu wake wa ndani, aliye na macho ya ndani, akaiacha imani eti kwa sababu amekosa chakula, eti kwa sababu amekosa gari, eti kwa sababu anaumwa. Hapana. Wanadamu wanaweza kuwa na ufahamu wa kumjua Yesu Kristo na mambo mengine ya Mungu juu kupitia akili hili la kawaida. Lakini tunapopata ufunuo wa moyoni hasa wa kumjua Yesu Kristo na ukuu wake, nakuta sisi tumejaa misisimko inayotusukuma daima kumpenda Yesu kwa moyo wa ndani sana, na kuwa tayari kumtumikia kwa gharama zozote na kwa mapito ya aina yoyote. Kisha pata tu ufunuo huu, macho yako ya moyoni yakatiwa nuru, utampenda Yesu kwa gharama zozote, hata kama unalala njaa, hata kama huna gari. Ule utu wa ndani wenyewe unakuwa unaona thawabu inayokungoja kwa kumpendeza Yesu katika maisha haya. Unajua, maadui wa Bwana wetu Yesu Kristo, wao kwa kuwa walikuwa mwilini kwa 100%, unaona, walifahamu kabisa wanapomuua Yesu Kristo pale msalabani kwa aibu kubwa, watakuwa wamezima, unaona, ndoto za Yesu za kuja kuanzisha imani takatifu hapa duniani. Ndicho walichojua, unaona. Kwa hiyo walipomuua, nadhani walikaa wakafanya sherehe na kicheko. Lakini kipindi hicho wakati wanamuua pale msalabani, wanamzika, wao wako kwenye sherehe, wako kwenye karamu zao, ndio kipindi ambacho Mungu anapitia kifo hicho cha Yesu Kristo kumtukuza mno, unaona, na kumwadhimisha mno, na kumpa uwezo mkubwa mno kuliko hata ule aliyokuwa nao kabla ya kufa kwake pale msalabani. Akaadhimishwa mno. Kile kitendo chake Yesu cha kuacha kila kitu kikamfanya apewe kila kitu. Sikiliza hiyo point. Aliacha kila kitu, kula kaja hapa, kaacha kila kitu. Kitendo kile alipokufa msalabani kikamfanya Mungu Baba kumpa kila kitu na zaidi ya kile ambacho alikuwa nacho. Hii ni jambo la ajabu sana. Napenda sana hii point. Kama vile udhalilishwaji wa Yesu Kristo ulivyokuwa mkubwa sana pale msalabani, wa aibu mno, wa aibu sana.
Biblia inasema ndivyo na uadhimishwaji wa Yesu Kristo mbele za Mungu Baba ulivyokuwa mkubwa mno, akapewa jina la heshima kuliko majina yote ulimwenguni. Yesu Kristo ni jina ambalo ndio tumaini la ulimwengu na ndiye mwokozi pekee. Haya ni maneno makubwa. Haya ni uelewa wa hali ya juu sana. Yesu wakati anakirimiwa kama ilivyo katika Wafilipi ile sura ya pili, unaona maandiko yanasema hivi, ule mstari wa 9, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Hilo neno la hali ya juu sana. Kiingereza wanaita highly exalted. Alimwadhimisha mno, alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Yesu angekwepa kwenda msalabani kwa sababu ya kuangalia mambo ya nje, utu wa nje, mwili wake utaharibiwaje, angekosa heshima hii. Angekosa heshima hii kabisa. Kwa hiyo ninapokwenda kumaliza ujumbe wangu kwako wewe wa siku ya leo, neno la siku, ninapokwenda kumaliza, nataka niseme neno hili kubwa sana, kwamba ziki unazozipitia sasa hivi, mapito unayoyapitia sasa hivi, hayo unayoyapitia sasa hivi, pata ufahamu katika utu wako wa ndani kwamba hivyo ndivyo vinavyoandaa utukufu tele mbele za Mungu. Ndivyo vinavyoandaa baraka tele mbele za Mungu. Na siku tutakapofika juu kwa Baba yetu, tutakapokuwa tunarithi haya ninayokuambia, baraka zetu ambazo zimeandikwa katika kitabu hiki, na kuambia wewe unayenitazama na wewe unayenisikiliza, hutakumbuka tena dhiki unazozipitia. Hutakumbuka kwamba ulikataliwa na wazazi wako. Hutakataliwa kwamba ulikataliwa na mama yako. Hutakumbuka kwamba ulibezwa na mume wako ulipookoka, alikutesa. Na badala yake utashangaa heshima ambayo Mungu anakuandalia. Kwa hiyo nakwambia kwa neno la Bwana kwamba tusiangalie vitu vya mwili huu. Hivi vitu vinavyoonekana ni vitu vya muda kabisa. Unaona? Kabisa. Ukiviangalia utapoteza heshima yako mbele za Mungu, utapoteza taji yako ambayo Mungu anaiandaa, utapoteza utukufu ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yako, utabakia tu na vitu vya ajabu. Lakini utu wako wa ndani ukifanywa upya leo, ukaondoka kwenda kazini na utu mpya wa kumpenda Yesu kuliko kitu kingine chochote, na kutokubali mtu yeyote yule akutoe kwenye imani hii ya wokovu, na kutokubali uovu wa aina yoyote ile, ukawa tayari hata kufa, wewe unaandaliwa kitu kikubwa sana. Unajua siku moja mtume Paulo aliwaambia Wafilipi Waefeso ile sura ya 3 mstari wa 16, akawaambia Waefeso sura ya 3 na ule mstari wa 16, anasema awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wenu wa ndani. Nami naomba uwe imara, uwe tajiri katika utu wako wa ndani. Umuone Yesu ni mzuri kuliko kitu kingine chochote kile katika maisha yako. Ushikilie imani hii kama Yuda anavyosema, bila kuichafua. Utu wako wa ndani uimarike. Utashi wako wa ndani, maamuzi yako ya ndani, hisia zako za ndani, akili zako zote zimuone Yesu kuwa ni Bwana mzuri anayekuandalia mambo mema. Funika macho yako nikuombee. Bwana Yesu,
kama mitume walivyoandika katika Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 12 kwamba Yesu Kristo ndilo jina tulilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa. Na Yesu alikirimiwa jina hili baada ya kushinda utu wa nje. Utu wa nje ambao ulikuwa unataka kugoma asiende msalabani, lakini utu wa ndani ulipokuwa na nguvu akaenda msalabani. Aliposhinda, Baba akamkirimia jina linalopita majina yote. Leo jina la Yesu ni jina maarufu duniani. Hakuna jina kama jina la Yesu. Na mpendwa wangu huyu anayesikiliza maneno haya ninayoyanena asubuhi hii ya leo, atakapokaza imani yake katika dhiki anazozipitia na mateso, maana yeye sio wa kwanza. Paulo anaandika kwa sababu yeye alichukuliwa mpaka mbingu ya 3. Kwa hiyo utu wake wa nje hata ungechakaa, hata angepita kwenye dhiki hazikumyumbisha tena Paulo, maana kwa ndani alikuwa na picha ya kule juu anakokwenda. Naomba mchana wa leo anapotembea mpe picha za kule anakokwenda. Fungua utu wake wa ndani, muonyeshe uzuri wako ambao umekwenda kutuandalia Bwana, ili asidhani ya kwamba kifo chako pale msalabani kilikuwa kama cha kawaida tu, lakini badala yake umekwenda kutuandalia mahala pa ajabu, mahali pa pekee ambapo tutang'aa, tutafanana na wewe, tutafutwa machozi, tutaimba tu. Hatutakumbuka tena tabu za sasa, hatutakumbuka tena mapito ya sasa. Na muimarishe katika pito hili alilo nalo sasa hivi, avumilie, maana saa yaja ambapo hatakumbuka tena mateso hayo. Kama mama ajifunguaye hakumbuki tena utungu, anabakia kumfurahia mwana aliyemzaa, na huyu naye furaha yake iko mbele yake. Naam, ndio sababu niliwaambia watu wengine washike sana kile walicho nacho, hata kama ni lazima kufa wafe, lakini wasitoke kwenye imani hii ya thamani. Tumeokolewa kwa neema, mpendwa wangu. Tushikilie sana imani hii, ina thamani kubwa machoni pa Mungu. Nasi siku moja tutakapoketishwa pamoja na Bwana, hatutasahau, hatutakumbuka haya tunayoyapitia, hatutakumbuka dhiki, hatutakumbuka njaa, hatutakumbuka matukano. Badala yake tutalitukuza jina la Mungu na kukushukuru sana. Mungu, nakushukuru. Sifa ni zako na nguvu na utukufu kwa neno hili. Mbariki msikilizaji wangu huyu katika jina la Yesu, amen. Basi msikilizaji wangu, nenda, jali sana utu wako wa ndani, tunza sana utu wako wa ndani, na Bwana yafungue macho yako ya ndani, uelewane na maneno haya niliyokuambia asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, amen. GT